Hello, habari. Mpendwa mfuatiliaji wa Karabi Discoveries, leo tunakwenda kuvumbua uhalisia na kukumbatia utajiri wa asili uliojificha ndani ya jengo katika kijiji cha Wota wilayani Mpwapwa mkoani Dodoma. Kwa hapa katika jengo ambalo linasemekana ilikuwa ndio ikulu ya gavana wa mwisho wa Kiingereza Sir Richard Turnbull, ambapo ilikuwa akifika katika eneo lake hili katika wilaya yake hii ndio sehemu alikuwa anapumzika baada ya shughuli zake. Niko na mwenyeji wangu hapa atatupitisha katika mawili matatu. Nimemleta mtaalamu kwa ajili ya kuangalia eneo ambalo alikuwa anapumzika bwana gavana baada ya kufanya shughuli zake. Kwa hiyo ameliona na amepata historia ya eneo hili. Licha ya kutumiwa kama ikulu na bwana Richard Gordon Turnbull, gavana wa mwisho wa Uingereza nchini Tanganyika, jengo hili ni mojawapo ya majengo ya siri na ya kihistoria katika kupanga mikakati na harakati za ukombozi na uhuru wa nchi ya Tanganyika. Pia hii ilikuwa ni kambi ya siri ya kimkakati ya serikali ya kikoloni, ambapo ilitumika kukusanyia wanajeshi waliopigana kwa niaba ya mfalme, yani King's African Rifles. Hili eneo wapo wapiganaji katika jeshi la King's African Rifles ambao walitoka kwenda kupigana kwa ajili ya Muingereza, na tunaambiwa walifika mpaka Bama. Historia zenye kuvutia na zenye kusisimua. Cha kuvutia ni kwamba chifu wa eneo hili ndiye alikuwa mratibu mkuu wa kukusanya askari hao. Si hivyo tu, vijana wa Tani Youth League walitumia eneo hili kufanya mazoezi ya kitaifa kwa ajili ya tukio adhimu la kushusha bendera ya mkoloni na kupandisha bendera ya uhuru wa nchi ya Tanganyika. Hadi leo hii ndani ya kuta za nyumba hii zimesalia kuwa ni tunu na lulu kwa simulizi za ujasiri, mapambano na ushindi kwa taifa letu. Haya na mengine mengi ya kuvumbua uhalisia na kukumbatia utajiri wa asili. Usiache kutufuatilia Karabi Discoveries kupitia mitandao yetu ya kijamii: Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp channel na YouTube.